Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Mimi ni mchungaji Pastor Kuria, Senior Pastor wa Kenya Assemblies of God Waithaka Mission Center. Nakukaribisha katika mjadala wetu wa siku ya leo, kanisa la nyumbani. Na tunajaribu kujiuliza hili swali hili. Sasa kwa sababu ya coronavirus, services zetu za kanisa zimekuwa suspended na tumesuspend. Sasa hakuna ibada ya Jumapili, hatuna maombi katikati ya wiki, hakuna midweek service, hakuna hata intercessory prayer, hakuna chochote kinachoendelea makanisani mwetu. Kenya yote, na sio tu Kenya peke yake, lakini ulimwengu kote. Mahali kote kuna shida hii, ibada za makanisa zimesimamishwa. Kwa hiyo hatuwezi tukalaumu serikali, hatuwezi tukalaumu yoyote yule. Hii ni njia moja kusaidia kusimamisha shida hii ya coronavirus. Na ni lazima tuungane na serikali, tuungane na Ministry of Health ili pamoja tusimamishe hili janga. Na siku ya leo ningetaka tujadiliane juu ya kanisa la nyumbani. Sasa kwa sababu sasa hakuna mahali tunaenda, watu watakuwa wanaomba, watu watakuwa wanasoma neno, watu watakuwa wanatoa sadaka. Na wachungaji wengi watalia, wanauliza sasa hall zitakuwa zinalipwa na nini? Sasa bili za kanisa italipwa na nini? Na ningetaka niseme ya kwamba watu hawaendi kanisa ili wapokee tithe na offering. Tunaenda kanisani kumwabudu Mungu. Lakini unajua wakati ule sasa haziendelei kama kawaida, kuna uwezekano ya kwamba mambo haya yakatatizwa ama yakatatizika. Na kwa hivyo ningetaka nikaribisha rafiki yangu atatusalimia, ndugu Mbesha, ili ya kwamba tuambie jina lake, na kama ana swali kuhusu huu mjadala anaweza kuwa nao ili tuweze tukaendelea. Karibu sana ndugu Mbesha. Asante sana mchungaji, tunashukuru sana Mungu kwa siku ya leo, na kwa kweli janga hili ni kuu sana. Kuna shida mingi sana, unasikia watu wanauliza sasa kanisa iendelee ama tungoje hiyo janga liishe ama kutendaje? Kwa majina naitwa Mbesha Daniel, nimeokoka, Yesu ni Bwana, na tunashukurani sana kwa wakati huu mchungaji. Na vile umesema hata hiyo ndio nilikuwa na swali sana. Sasa juu hakuna kanisa, Jumapili ni kesho, watu hawakuji na ni kila mahali kumefungwa kila mahali. Wewe ukiangazia maneno kama haya, what are some of the challenges? Unaona kutakuwa na shida gani katikati ya wiki na hata Jumapili kwa familia, kwa kuwa hakuna kitu kinaendelea? Unaona kutaendeleaje? Ya, kwa kweli kabisa hili ni jambo ambalo kila mmoja wetu tunajiuliza. Kwa sababu sio jambo limefanyika wakati wetu. Hatujapata mambo ya aina hiyo ya kwamba hakuna ibada ya Jumapili, hakuna ibada za katikati ya wiki. Na kuna sababu nyingi nafanya watu waende kanisani. Najua kuna watu ambao kabisa milioni mwao wameokoka. Na wanapoenda katika nyumba ya Mungu wanaenda pale kumwabudu Mungu. Lakini pia kuna baadhi ya wengine ambao Sunday kwao ni vile tu ya kwamba hakuna mahali wanaenda, kwa hivyo wanaona mahali pazuri pa kwenda kanisani. Bado hawajaamua milioni mwao ya kwamba wao wana uhusiano na Mungu. Na mimi ile hatari naona kabisa ni hizo group mbili. Kuna wale kabisa wanapenda kanisa, wanapenda Mungu, wanapenda mambo ya Mungu, wanapenda sana kumtumikia Mungu. Na kwa hivyo kwao hili ni jambo ambalo hawajalizoea. Na kwa hivyo ni lazima wakati wabadilisha hali. Wajiulize kama Mkristo nitakuwa ninaonyesha Ukristo wangu namna gani? Na je, nitanyamaza kuomba ama kusoma Biblia ama lazima nihubiriwe na mtu? Na sasa kwa sababu pasa hahubiri kila siku, sasa itakuwa namna gani? So kwa wao wale ambao wameokoka ni lazima wabadilishe hali ya maisha yao ya kiroho, jinsi ambavyo watakavyo jimudu maisha yao ya kiroho. Lakini kwa hii group nyingine ya pili, wale ambao wanaenda kanisa for convenience, mimi naona kama hapo kuna shida. Kwa sababu huu ndio wakati ambao wana changamoto. Kuna mtu ambaye anaenda kanisa ili ahubiriwe, yeye asome neno. Kuna mwingine anaenda kanisa anaombewa, yeye haombi.
Akikosa kuombewa hapa, anaenda kwingine ataombewa. So utaangalia uone ya kwamba sasa hakuna mtu anamuombea. Sasa mtu wa aina hiyo anaweza kujipata katika shida. Lakini tusife moyo. Kwa sababu hili janga sio geni. Inaweza kama ni geni kwa Kenya na ulimwengu wa sasa, lakini tukiangalia katika Biblia Agano la Kale na Agano Jipya na pia katika historia ya Biblia, nyakati kama hizi zimekuweko. Na ni swali la kujiuliza, walifanya namna gani? Ili tujifunze na tujiulize, nasi wakati wetu tutafanya namna gani? Mimi havyo nihaona. Tukikaa kwa hawa Wakristo ambao ni wa Jumapili, kabla hata tufike kuwafikia pale. Kwa hivyo tunasema hii janga likipita hatutawaona tena kwa makanisa, kwa kuwa wao ilikuwa ni convenience. Sasa watapotea zaidi kama tunaona wanakuja Jumapili. Shida haitakuwa zaidi tena baada ya hii janga kupita. Ya ukweli ulioko ni kwamba hilo ni changamoto kali sana kwa wengine, kwa sababu kama kabisa hana uhusiano na Yesu ama na Mungu. Yes. Hata kuna uwezekano hana uhusiano pia na mchungaji. Yeye alikuwa anakuja kwa ibada alafu anaondoka. Labda hana uhusiano na washirika pale kanisani. Anakuja kutembea tu. Alafu ibada ikisha ndio huyo anaondoka. So mtu wa aina hiyo wakati kama huu anaweza kujipata katika hali ngumu sana. Lakini kama kanisa ni lazima tujue tutawafikia watu hawa namna gani. Na nashukuru Mungu ya kwamba wakati huu kuna mitandao mingi. Kuna WhatsApp, kuna Twitter, kuna YouTube, kuna Facebook. Na watu hawa kama tunawafahamu, tunawajua, na tuna namba zao za simu. Na tunajua mahali pale tunaweza tukawapata. Tunaweza tukawafikia katika mitandao hiyo. Kumaanisha kwamba ni kuleta ile ibada ya kanisani tuiepeleke katika mtandao ili ya kwamba wafikiwe na hiyo injili. Kwa hivyo mimi sioni ya kwamba hata kama kuna hili changamoto sio haimaanishi kwamba hatutawafikia. Tutawafikia kwa sababu tukiingia kwa hiyo njia, na hiyo ni njia mpya ambao kama kanisa tunajifunza ya kwamba kuna mitandao ya in the digital world. Na kwa hivyo ni lazima tutumie njia ile ambayo iko ya kisasa. Na kwa sababu iko hiyo ndio tutakayotumia. Na kwa familia, mchungaji, familia as the family unit sana kama mchungaji unawahudumia sana na wanahudumiwa kwa Sunday school, wengine kwa youth, wengine kwa teens, na hata hizo ibada haziendelei. Sasa as a family, what do you think challenges zile zitakuwa kwa kukosa hiyo huduma? Hili jambo tunaamini kwamba ni la Mungu. Na tunamwamini Mungu kabisa ni la Mungu. Tutaendelea kumuomba Mungu ili ya kwamba aisimamishe kila mahali duniani. Kwa sababu likiendelea vile linavyoendelea, unaweza ukakuta watu wengi sana wameumia. Sio tu kiroho, lakini kifedha, kihusiano, na njia zote za hali ya mwanadamu. Watu wataumia sana. Lakini nilenge lile jambo ambalo umeuliza, mambo ya familia. Kama tu vile nimesema kwa wale ambao wanaenda kanisa for convenience. Ambao tunawaombea ili ya kwamba isiwe sasa ni kwa convenience, wamjue Yesu waingie kabisa. Lakini kwa wale ambao wameokoka na wanajuana na Yesu na pia wako nyumbani pamoja pia na wale wengine, kuna pia njia ambayo wanaweza wakawa nayo. Yaani vizuri tuangalie huko nyuma mambo ilikuwa yanaendelea. Kwa sababu huwezi kusema kwa sababu ya simamisho sasa maisha ya kiroho haitaendelea. Kwa hivyo kama mchungaji, kama kanisa, ni lazima tuangalie na tujiulize tutasaidia familia namna gani. Ili ya kwamba pia na wao wasije tu ya kwamba wako tu nyumbani. Hakuna kusoma Biblia, hakuna kuomba, na hakuna mtu ambaye karibu na wao. Kwa hivyo wale ambao ni wazazi, especially wa mababa, wale ambao lazima washukue ile position yao kama makuhani wa nyumba. Na kama wewe ni kama mzee hajaokoka, yani wewe mama ameokoka, basi mama naye awe kuhani. Ili ya kwamba ahakikishe ya kwamba ibada za kanisani zinaendelea pale nyumbani. Kama sasa kuna kitu umeleta nikikukata kidogo, umesema kuhusu mbeleni, kwa wakati wetu hatujaiona kitu kama hii, lakini limeshaitokea tena katika kanisa kitambo ama na walifanya nini
ndio wakasuluhisha hii. Ilifanyika. Yes. Kuna historia nyingi tuko nazo. Okay. Kwa mfano katika Agano la Kale, tuna wakati ule ambao Assyrian Empire waliingilia Waisraeli. Na watu wakatawanyika. Na kwa sababu walikuwa wanamcha Mungu na walikuwa waende hekalu ambayo tulikuwa ni moja katika Yerusalemu. Walipotawanyika, wale tunaita diaspora. Yes. Wakiwa huko walianza kukutana na kuendelea na ibada yao. Okay. Hata wakati wale Babylon, yes, yule mfalme Nebukadnezar, yes, aliposhambulia Israeli, akashoma hekalu, akashoma Yerusalemu, akachukua utawala, na watu wakatawanyika. Haikumaanisha kwamba wale ambao wanaomcha Mungu waliendelea kukataa Mungu. Tunasoma wale ambao walikuwa ni remnants, wale ambao walikuwa katika diaspora. Watu nawaona wakiabudu Mungu kule walikuwa. Danieli ni mfano mzuri, na vijana wale walikuwa nao. Esther, waliendelea tu na ibada ya kumwabudu Mungu. Mordekai, waliendelea tu kumwabudu Mungu. Na katika Zaburi ya 137, tunasoma wakiabudu Mungu katika kando ya mito, ya mito ya Yerusalemu, ya Babylon. Na kwa sababu hiyo tunaona walikuwa wanaendelea, na huo ni mfano mzuri. Lakini ningetaka nipeane mifano miwili ambayo ni muhimu sana. Tujiulize, kanisa la kwanza, yes, walifanya namna gani? Kanisa la kwanza hawakuwa na jengo. So ni lazima tuelewe na tufahamu ya kwamba kanisa sio jengo. Kanisa ni sisi. Yes. Wewe ni kanisa, yes, mimi ni kanisa. Yes. Na kwa hivyo kufungwa ama kususpend services, yes, haimaanishi ya kwamba kanisa limefungwa. Hilo ni jengo. Yes. Lakini wewe ndiye kanisa la Bwana. Na kwa sababu kiroho chako hakijafungwa, maombi haijafungwa, kufunga hakujafungwa, hata kutoa hakujafungwa. Kwa sababu kanisa ni wewe. Amen. Kwa hivyo hata kama imefanyika hivyo, tunaangalia katika kanisa la kwanza. Yes. Na katika hiyo kanisa la kwanza, ningetaka kusomea maandiko kidogo. Nisomee. Matendo ya Mitume sura ya 2. Yes. Kutoka mstari wa 42. Yes. Hadi mstari wa 47. Ukisoma hilo andiko, yes, utajua vile walikuwa wanafanya. Walikuwa wanafuatilia mafundisho ya mitume. Yes. Walikuwa wanafuatilia kula mkate pamoja. Walikuwa wanaendelea kuomba. Walikuwa wanaendelea kushiriki pamoja. Yes. Waliuza mali zao, kumaanisha kwamba walikuwa pia wanatoa. So kutoa sio jengo, kuomba sio jengo, ushirika sio jengo. Yes. Na wakiendelea hivyo, Biblia inatuambia kwamba waliendelea kukua kiroho. Amen. Wakiwa katika nyumba zao. Na napendezwa sana na ule mstari wa 46 unaosema ya kwamba waliendeleza mambo haya katika nyumba zao. Na ikimalizia katika mstari wa 47 inasema ya kwamba hawa kwa sababu ya kuendelea na ibada zao, Mungu alizidi kuongeza wengi ambao walioamini. Kwa hivyo naamini ya kwamba wakati huu kanisa halitaenda chini. Okay. Kanisa ndio litaongezeka. Ni mimi na wewe tuchukue majukumu yetu. Tujiulize, tukiwa nyumbani tutafanya namna gani? Ni kuchukua yale tulikuwa tunafanya kanisani, tunayafanya nyumbani. Na tufanye kama lile kanisa la kwanza. Mfano wa mwisho, yes, ningetaka kupeana mfano wa kisasa. Yes. Angalia nchi kama China. Mimi wakati mmoja nilitembea kule China. Na nilikuwa na nikatembelea makanisa. Na nikiwa huko nilielewa ya kwamba kuna makanisa aina 3 huko. Kanisa la kwanza ni kanisa ya foreigners. Watu wale ambao sio wa China, wanaingia pale, wanaruhusiwa na serikali kuregister, yes, their own churches. Hiyo ni ya makanisa ya foreigners. Na ukienda katika ile kanisa unatoa kitambulisho yako ama passport yako. Kama wewe sio foreigner, hauwezi kuingia ile kanisa. Na niingia kanisa aina hiyo. Kanisa la pili ni kanisa ambalo
kuwa registered na serikali. Lakini pia ile ambayo registered na serikali, serikali inafuatilia mambo fulani. Kwa hiyo kuna watu ambao hawapendi hiyo. Kwa hivyo sio wote wanaenda katika hii makanisa ambayo yamejaziliwa na serikali. Lakini kuna kanisa lingine la tatu, ile tunasema underground. Yes, underground. Underground kumaanisha hawana jengo, hawana ushirika kama vile tunavyo shirika za kisasa. Wao wanakutana katika nyumba zao. Na hilo kanisa la underground ni 80% ya waaminio katika nchi ya China. Hiyo ndio inaongoza kwa Wakristo. Tuseme kwa mfano, ikiwa kwamba China ina Wakristo milioni 100. Hiyo ni kumaanisha asilimia 80 yao wanashiriki makanisa ya underground. Na wanafanya tu vile ambavyo wanafunzi wake Yesu walikuwa wanafanya. Kama vile tumesoma katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42 hadi mstari wa 47. Kwa hivyo kanisa la China ni mfano wetu ya kwamba wanaendelea, wanaomba, wanafunga, wanasoma Biblia, wanashiriki pamoja, wanatoa, kwa sababu kutoa sio jengo kama vile nimesema. Kulingana na Matendo na kitabu cha Methali. Kitabu cha Methali 3. Mstari wake wa 9 na mstari wa 10. Haswa mstari wa ule wake wa 9. Inasema tumwabudu Mungu na zaka zetu. Kwa hivyo hata kutolea Mungu ni ibada. Hauwezi kusema kwa sababu hauendi kwa jengo hautatoa fungu la 10, hautatoa udisheni wako, hautatoa hiyo nyingine. Ni lazima ujue ya kwamba kuna wengine ambao hawana nafasi ya kwenda kwa jengo, lakini wanaendelea kumwabudu Mungu kwa hivyo. Na kwa hivyo mimi kwangu ningesema kwamba hata wakati kama wa Kenya, haswa kanisa letu, watu wasikose kufanya yale Mkristo anahitaji kufanya. Eti kwa sababu haendi kwa jengo. Kanisa sio jengo. Na sasa tutafanya aje nyumbani? Unaweza elezea ibada itafanyika, inaweza fanyika aje nyumbani kwa njia ambayo kabisa tutasema tulikuwa tumefanya ibada nyumbani? Hiyo ni swali nzuri sana. Sana. Kwa sababu tunaposema kanisa la nyumbani, hilo ndio sasa msaada wetu. Na ndio litakalo tusaidia kujua kwa wakati huu tunahitaji tukae namna gani. Ni lazima tujifunze mambo mapya. Na kwa hivyo pale nyumbani, wewe ambaye ni Mkristo, wewe ni baba, wewe ni mama na watoto wako, ni lazima kila siku mtenge muda fulani. Inaanza hapa. Unatenga muda fulani, either asubuhi ama jioni. Unatenga muda. Na ule muda ambao mnatenga, mna udedicate kwa Mungu. Unasema kama vile ambavyo mlikuwa mnafanya kanisani, mtafanya hivyo nyumbani. So kwa ibada ya kawaida ni mambo gani iko? Kuna kusifu. Na kusifu Yesu. Kwa hivyo mnapata nafasi ya kumsifu Mungu. Baada ya sifa ni nini? Tunaabudu, kuabudu na maombi. Watu wanaomba, mnajiombea, mnaombea hili janga, mnaombea taifa, mnaombea mataifa, mnaendelea na maombi. Na baada ya maombi, neno, matoleo. Usipite hiyo. Matoleo pia. Kwa hivyo hata ukiwa nyumbani, mnaweza mkaamua ni wakati wa matoa. Ni wakati wa kutoa fungu la 10 na sadaka yako. Na ukijafanya hivyo, kwa sababu wewe ni mshirika wa kanisa, pale jengo limefungwa. Jengo lile kufungwa kwake ina mahitaji mengi yake. Kuna bills za kanisa. Kuna watu wameajiriwa kanisani. Kuna bills za stima, za maji na misaada mingine mingi ambayo tunasaidia watu wengi. Na kama kanisa letu pia tunasimama na makanisa mengine kuwasaidia wanapopana makanisa, kuwatia moyo na kuendelea. Na pia tunashiriki pia mambo ya umisheni. Hiyo ni mambo inayoendelea na hatutaisimamisha kwa sababu ya kwamba jengo limefungwa. Na kwa kutoa ni kwa lazima na ni ya umuhimu. Lakini unapopata hiyo sadaka, usikule hiyo sadaka. Wewe unajua bali pale unatakana uipeleke. Kanisa letu, kanisa lako iko na account namba. So ni kuitisha tu.
akaunti yetu ni akaunti gani. Na shukuru ya kwamba tuna M-Pesa. Safaricom inatusaidia. Safaricom inatusaidia kwa sababu unaweza ukatuma pesa kwa akaunti ya kanisa bila kupitia mahali popote pengine pote. Unaweza ikaituma moja kwa moja kwa akaunti hiyo. Na hiyo akaunti unaifahamu. Paybill number unaifahamu. Na kama umesahau paybill ya kanisa, kila bank ina paybill number yake. Kama ni Equity Bank, kama ni Cooperative Bank, kama ni KCB, kuna idhini banki moja peke yake ambayo ninaifahamu, ambayo labda sijui wameona namna gani wasilete mambo ya M-Pesa, Baroda Bank. Lakini benki hizi zingine zote ziko na paybill number ya Safaricom. Kwa hivyo unaweza ukafanya hivyo. Na baada ya kutoa hivyo unaisukuma hivyo, na ule ujumbe ambao unarudishiwa unatumia kwa mchungaji na kwa treasurer wa kanisa, secretary wa kanisa for accountability. Usitumie pastor. Usitumie pastor. Pesa ya kanisa sio ya pastor. Hapana. Pastor anaweza kuwa na sehemu yake, lakini hatumii pesa yote. Pesa zingine ni za mahitaji mengine. Na ili akawa pastor awe accountable, awe responsible, usimuingize mchungaji kwa majaribu. Tuma kwa account. Vile tu kanisa na board wanafanya, wafanye hivyo. Na ukifanya hivyo inakuwa ni jambo nzuri. Na baada ya hiyo, si ni neno? Neno lipewa. Si ni neno? Ni neno. Hiyo neno, tafuta neno, tafuta uso wa Bwana. Wewe mama, wewe mzee, tafuta neno. Wewe kijana, tafuta neno. Sema leo ni wewe, ni mimi nitahubiri. Kesho ni dota yako atahubiri. Siku hiyo nyingine ni mtoto wako mwingine atahubiri. Ili ya kwamba kila mmoja wao wahusike kwa ibada, kwa sababu usichukue ibada yote ukiwa mzee. Usichukue ibada yote ukiwa mama. Wale watoto wako wanaendaga Sunday school. Si Sunday school wanafanyaga hivyo. Na wakati mwingine wanatoa ushuhuda, wakati mwingine wanauliza wahubiri, kwa nini uwanyime nafasi hiyo nyumbani? Waruhusu pia washiriki neno la Mungu. Na baada ya mahubiri, otakol. Tuna mahitaji. Watoto wana mahitaji, baba na mahitaji, mama na mahitaji. Na baada hiyo fungeni hiyo maombi na mnafanya hivyo kila wakati. Na haswa siku ya Jumapili. Kwa sababu siku ya Jumapili unaweza ukajikuta nyumbani na shida, sasa nitafanya nini? Unaamua hakuna kulala, amuka, fanya lenga muda. Saa 4 ibada mpaka saa 6. Fanya ibada. Amen. Na kama ukifika saa 6 kama KAG, tunashukuru Mungu ya kwamba kanisa letu kupitia kwa askofu wetu mkuu Kitoto, na ofisi yetu tumetoa nafasi ya kwamba saa 6 kamili tuko na ibada katika television ya KTN. Yes. Ukienda kwa KTN utapata ibada yetu hapo. Amen. Ingia hapo kwa KTN kutoka saa 6. Sikiliza nyimbo na mahubiri na utabarikiwa na Mungu. Na sio tu hivyo peke yake. Tuna Twitter, tuna YouTube, tuna Facebook. Enda katika mtandao wetu Kenya Assemblies of God. Unaweza ukasikiliza mahubiri na hata mahubiri mengine mengi ya kukutia moyo kuendelea na imani yako wakati makanisa imefungwa. Yes. Asante sana. Yeah. Tunashukuru sana. Kwa hivyo sio kusema juu kuna shida imetokea kanisa ingojee shida iishe alafu kanisa iendelee. Kanisa ni mimi na wewe. Na kanisa ni lazima iendelee. Jengo likiweko ama lisiweko. Amen. Na hata kama umezoea jengo maridadi, naamini kwamba ni nzuri, lakini pia tengeneza kanisa yako iwe maridadi kama kanisa. Kama kanisa. Amen. Usiashirie wewe mwenyewe ambaye ndiye kanisa. Ungangane na pia jengo hata kama ni jambo nzuri, na ujisahau ya kwamba mwili wako unahitaji chakula cha kiroho, unahitaji kurembeshwa, unahitaji kusaidiwa. Na ninaona ndugu Mbesha, tukiendelea hivyo hakuna kanisa hata moja litaenda chini. Washirika watasimama, watoto watasimama, vijana wetu watasimama, wazee wetu watasimama, wamama wetu watasimama, na kila mtu ataweza kusimama. Na pia tusisahau kuombea wale ambao hawana nafasi kama hiyo. Labda kuna boma ambayo mama hajaokoka, baba hajaokoka, na watoto labda wameokoka na hawajui watafanya namna gani. Tuwakumbuke watu wa aina hii. Na pia kuna familia zingine hakuna hata mmoja ambaye ameokoka.
Na unajua ya kwamba pombe hii imesimamishwa. Sasa pombe hii imesaidiwa hakuna mambo ya kuwatch ball. Sasa hata hiyo imesimamishwa. Sasa mzee anaweza kukaa tu pale nyumbani sasa hajui atafanya namna gani. Stress inaanza kuingia. Depression ndio hiyo. Ukute kwamba siku ya pili ya tatu sasa hata ugonjwa umeingia kwa nyuma. Tuwakumbuke watu wa aina hiyo. Na bila kusahau wale ambao pia wamepatwa na hili janga. Hili ni janga gumu na mbaya. Ukisikia kwa mfano kama Italy jana, watu kama 1000 waliaga dunia. Ni jambo la hofu. Na ukiangalia mataifa mengine hivyo hivyo. Tunahitaji tuendelee kuombea hili jambo. Mungu aingilie kati. Na pia bila kusahau tuombee viongozi wetu, rais wetu, baraza lake na mawaziri, tuwaombee ili ya kwamba Mungu apatie hekima na maarifa ili wajue watatuongoza namna gani wakati kama huu. Ili ya kwamba hili jambo pia lisiwe kubwa sana kwao, washindwe kutuongoza. Na kwa hivyo ni vizuri ya kwamba vile tunawaombea, tuombee wale ambao wamepata hiyo ugonjwa, Mungu awaponye, kwa sababu ukweli ulioko ni kwamba the fact ya kwamba umepata huo ugonjwa sio lazima ukufe. Sio lazima ukufe. Sio lazima ukufe. Unaweza ukapona. Lakini kama wewe ambaye hujapatwa na ule ugonjwa, hakikisha una make sure unafuata maagizo yale ambayo serikali imetoa kupitia katika wizara ya afya. Ili ya kwamba tujaribu kusimamisha hili jambo. Na ndugu Besha, unaona hapo ninaangalia sanitizer. Kuna sanitizer. Yes. Kwa nyumba sanitizer. Amen. Kwa mfuko sanitizer. Kwa gari sanitizer. Hebu tusaidie kusimamisha hili jambo na janga ili ya kwamba tusaidie kusimamisha hili jambo. Amen. Asante sana ndugu Besha. Asante sana kwa sababu ya kututia moyo na katika mjadala huo na tunamshukuru Bwana. Wewe ambaye unao nisikiliza either kwa Twitter ama YouTube ama Facebook ama wakati mwingine kwa WhatsApp, tumesema hivi ya kwamba kanisa sio jengo. Kanisa ni mimi na kanisa ni wewe. Mambo yale ambayo inahitaji ifanywe ya muaminio unaweza ukaifanyia nyumbani na uendelee kuifanyia nyumbani kwa sababu wewe ni Mkristo. Na la mwisho ni kuhakikisha kwamba maagizo yale ambayo yametolewa na serikali, yametolewa na Wizara ya Afya tunayafuata. Usiyapuuze. Usiyapuuze. Hata kama sisi ni watu wa kiroho, useme ya kwamba hiyo ni mambo ya ulimwengu. Hapana, wewe pia uko katika ulimwengu. Haujaenda mbinguni. Hakikisha ya kwamba unafuata maagizo yale ambayo yamepeanwa na serikali. Unaweza ukaosha mikono na sio lazima uwe na hii sanitizer. Unaweza ukatumia sabuni ya kawaida kama vile tunavyoambiwa. Hakikisha pia distance. Unaweka distance. Weka hiyo distance. Kwa sababu haujui huyo mwingine ambaye mnakutana naye yako namna gani. But otherwise, may the Lord bless you so much. Na asante kwa kusikiliza. Mungu awabariki sana. Amen.